Sisi wote tuliongoza Simba. Kama Mwenyezi Mungu anahukumu watu, sisi wote tutakwenda motoni. Simba litakiwa iwe imekucha chukua ubingwa wa Afrika mapema, sio leo. Unanielewa vizuri? Nakuelewa. Sio kama watu wananielewa. Simba ni klabu pekee katika nchi hii ilitakiwa tayari iwe imechukua ubingwa wa Afrika. Wa kikombe chochote chenye hadhi ya Afrika. Ilitakiwa iwe tayari. Sasa hivi tumechelewa. Unanielewa vizuri? Hii itavuka. Sasa kwa kauli hii inategemeana na mikakati ya viongozi. Mikakati ya viongozi. Ndio maana huwa nasema, kwa mfano mechi ya Simba na Yanga. Yanga hata ingekuwa nzuri kupindukia, haina garantia kumfunga Simba mbovu. Na Simba hata ingekuwa ni mzuri kupindukia, haina garantia kumfunga Yanga mbovu. Hakuna. Sasa tunakuja kwenye pointi. Simba wanavuka hawavuki. Mimi ndio maana nimekwambia mikakati ya viongozi ndio inaweza kufanya Simba wawe na uhakika wa kuvuka au kutokuvuka, kwa sababu mimi siko kwenye management ya Simba. Mimi niko nje, ni tayari nimetoka, niko nje. Shabiki mwanachama. Ni shabiki mwanachama. Mwenyekiti ambaye aliyowahi kuongoza Simba. Umeona? Unajua ninakwambia hivi Kaduguda. Kuna siku nilikuwa kwenye mazoezi ya Simba pale kwa Bunju Arena. Ndio. Nilikafanya mahojiano na Kibu Dennis Prosper na Jean Chalet Ahwa. Sawa sawa. Nikafanya nao mahojiano. Katika moja ya swali langu lilikuwa ni kuelekea mechi dhidi ya Al Masry. Nikauliza maswali haya mawili ambayo nayakumbuka mpaka leo. Simba amecheza robo finali nyingi sana. Kwenda nusu finali imekuwa ni ngumu. Hii ni ya 8. Yes. Kibu kaniambia hivi kwamba msimu huu sio kuvuka tu, wanachukua ubingwa. Kibu Dennis. Ndio. Chemalon Jean Chalet akanijibu akaniambia hivi, kazi yake kubwa aloletwa Simba Sports ni kufanya kile ambacho Simba wamemwagiza, ambacho ni pamoja na hicho kufika finali na kuchukua kikombe. Sawa. Sasa hii kauli ya Ahmed Ali nikirejea na maneno ya wale wachezaji wa Simba, ninaiona kama tayari Simba wameshapewa spirit hiyo ya kutafuta ubingwa wa Afrika. Ndio nakuuliza sasa wewe kama senior wa mpira. Mikakati ya Simba ikiwepo, wanaweza kufanya hicho kitu? Kuchukua ubingwa wa Afrika ni rahisi mno. Kuchukua ubingwa wa Afrika ni ngumu mno. Unanielewa vizuri hapo? Both sides. Inategemea. Ndio maana nakwambia kuna wakati mnapokwenda kwenye hizi mechi hamtakiwi kwenda kucheza mpira. Mnatakiwa kwenda kucheza mechi. Ni semi ambazo zinatumika na mtu mwenye uzoefu mkubwa wa mpira ambazo kwa mtu wa kawaida hawezi akaelewa. Umeona? Mimi leo nimeandika kwa maana ya kesho kuna gazeti linaitwa Msimbazi. Kuna makala yangu nimeitoa kwamba nafasi ya Simba kwenda nusu finali iko Cairo, sio tarehe 9. Kwa tumetofautiana na Ahmed Ali. Nafasi ya Simba ili aende nusu finali sio tarehe 9, kwa sababu tarehe 9 wanacheza uwanja wa Benjamin William Mkapa Dar es Salaam. Mechi ya marudiano. Lakini tarehe 2 wanacheza Cairo. Sasa sijui watachezea wapi, kama watachezea kwenye ule uwanja mkuu wa Cairo ambao kwenda ardhini ni ghorofa 3 na kwenda juu ghorofa 3. Bwana wewe. Kuna huo shekha ni uwanja bwana. Cairo International Stadium. Ni hatari. Kwenda chini ni floor 3. Kuja juu 3. Pale tumemtoa Zamalek pale. Tarehe 1 mwezi wa 6 1993 pale. Cairo Zamalek ndio bingwa wa Afrika, tumemwambia kaa pembeni. 93 2003. 2003 Mchanganya Kaduguda. 2003.